akachukuliwa moja akapona. Kesi ile ambayo nitoa mfano hiyo kesi ya Uganda. Lakini akapewa fidia baadaye walivyofuatilia, lakini haikurudisha maisha yake. Kuna wakati kwa tunafanya training ya hawa wasimamizi wa sheria kwenye mkoa wa Shinyanga. Kipindi hicho aliyekuwa ni mkuu wa mkoa wa Shinyanga Mheshimiwa Sofia Mjema, tulikuwa naye kama mgeni rasmi. Akashia kisa ambacho ni similar kama hicho kilichompata mtu anayemfahamu. Sema wao, lakini sasa wananchi hawajui kwamba kuna dynamics za namna hiyo. Yaani mwananchi ukimwambia kwamba ukienda kule kuna possibility ukaingia kwenye mikono ya watu wabaya waka harvest figo yako au moyo au ini au katumikishwa kingono au katika hizi 3D jobs, hawakuelewi. Kwa sababu wakati ambao unamweleza hayo, unamweleza mambo ambayo hataki kuyasikia. Yeye anachokiamini amepata kazi, anaenda kufanya kazi nje ya nchi na atapewa hela nzuri. Wanakimbia wanaenda, lakini haya mambo tunaongea kila siku mpaka yawapate ndio akili narudi kichwani. Kwa hiyo kwa kweli labda ni wakati pia wa serikali pia kukaa chini na kuweka mikakati mikali zaidi ya kuregulate hizi sekta zote. Mikakati ya kuregulate sekta ya ubunifu, sijui mamisi, sijui nini, hizi sports academy, hizi massage parlors zo zaga kila sehemu. Nakumbuka kipindi Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani akiwa naibu waziri wa kazi na ajira kama sikosei, kuna wakati alifunga sana huko Dodoma. Watu wakawa wanapiga kelele, lakini kwa mtu anayeelewa, unamuelewa kabisa waziri kitu alichokuwa anakifanya. Unaona kila ukitembea watu 5 hapa Mikocheni ni massage. Lakini bado nabakia pale pale kwamba sio vitu vibaya. Kwa maana ya kwamba ni huduma watu wanahitaji. Ni huduma watu wanahitaji. Ila kuna namna inatumika. Na sio massage zote ni mbaya, hapana. Kuna zinazoendeshwa professional. Ndio. Lakini asilimia almost 90 zinaendeshwa kihuni. Yaani wewe naweza nikakuruhusu ukafanya survey yako, kwa sababu sisi tumeshafanya survey. Usikaingia kwenye massage parlor pale, unakuta binti hajui hata Kiswahili. Ukiongea naye zaidi, kama utaweza kuchukua huduma, kaongea naye utakuta anatoka Burundi, anatoka Malawi. Ukimuuliza ulikuja kujaje, unaambia niambia kuna kazi hata ni connect nayo, amepeleka kwenye massage parlor. Na massage parlor pale anavyotoa huduma pale, anatakiwa atoe huduma pia kwa wateja ya ngono, huduma ya ngono. Kwa hiyo shida iko hapo. Shida sio kuwepo na massage. Shida ni wale ambao wanaitumia kinyume na leseni zao. Hebu nikuulize swali. Kuna ripoti niliisoma ilikuwa inaonyesha idadi ya watoto wanaopotea na nchi husika. Umeelewa katika ile orodha niliona Marekani ina idadi kubwa sana ya watoto wanaopotea kwa mwaka. Umenipata? Kwa sababu hata hapa sisi vile vile ukienda polisi kwenye ripoti ambazo zinatolewa utakutana na hizo statistics hizo, si ndio? Ndio. Zinazo kuonyesha. Ndio. Lakini kuna sehemu nikasikia kwamba nikasikia kwamba kuna mazingira huwa yanafanyika hawa watoto kwenye hizo nchi nyingine kuna mfumo ambao unatengenezwa. Watoto wanapozaliwa hawapewi identity. Ushawahi kuisikia hiyo advocate? Yaani kiasi kwamba anapokuwa hana utambulisho, hata akipotea hamwezi kujua. Na hiyo nazungumzia kwenye nchi ambazo zimeendelea. Si ndio? Nadhani huku kwetu utajua mtu kapotea kwa sababu ya familia yake katika hali ya kawaida. Lakini hiyo, hebu unaizungumzia vipi hiyo? Sijasoma hiyo ripoti, lakini unachokisema nakielewa. Kwa sababu mwaka 2023 nilikuwa Marekani kwa hii IVLP program. Na eneo ambalo nilikuwa na dili nalo ni eneo la human trafficking.
nikatembea state kadhaa na nikapata kujua kwamba moja ya mataifa ambayo yalipigwa sana na hili issue ya human trafficking ni Marekani. Moja kati ya eneo ambayo pia imestruggle Marekani kupambana nayo ni ile eneo la usafirishaji haramu wa binadamu, na watoto walikuwa ni victim wakubwa sana, mpaka wakaweka mikakati kuanzia ngazi ya chini mpaka serikali za majimbo mpaka serikali kuu, mpaka hapo walipofikia mpaka sasa wanafanya intervention hadi kwenye mataifa mbalimbali kwa kuweka viwango fulani ambavyo mataifa yanatakiwa wavikidhi, na inaweza kuwa ni incentive ya kupata misaada au kutopata misaada kama kwenye tier fulani, kuanzia tier 1 mpaka tier 3. Tier 3 maana yake ni nchi inayofanya vibaya. Wametengeneza sheria yao ambayo ni federal, ambayo inaitwa Trafficking of Victim Protection Act, ambayo inapima mataifa mbalimbali duniani juhudi zao katika mapambano ya usafirishaji haramu wa binadamu katika maeneo matatu: kuzuia usafirishaji, kulinda wahanga na kuwa prosecute wale wanaofanya usafirishaji haramu wa binadamu. Sisi tuko kwenye tier 2, maana yake tunafanya jitihada nzuri, japo hatujafanikiwa sana, lakini kama taifa linachukua hatua muhimu sana. Sasa point yangu nini? Kwenye hilo eneo la disappearance ya watoto, ninarudi kwenye ile hoja yangu na ule mfano wangu niliotoa, mfano wa albino. Moja ya mbinu inayotumiwa na wasafirishaji haramu wa binadamu, tumeona, nimezungumzia sana hii ambayo wanatumia kuragai na kudanganya, tunaenda kupa kazi, tunaenda kupeleka mjini. Wengine wanateka nyara, abduction. Watoto wanatekwa. Watoto wanatekwa. Kuna kipindi hata hapa Tanzania tulikuwa tuna kesi ile ya Noah Nyeusi. Mpaka kuna mikakati watoto hawaendi peke yao shule. Noah zilikuwa zinateka sana watoto alafu wanapotezwa. Kwa hiyo hiyo ni child trafficking per se, na wanavyokuwa trafficked maana yake wanakuwa trafficked kwa madhumuni mbalimbali. Inaweza kuwa ni kwa vesti viungo, inaweza kwa vesti tissue organs, inaweza kuwa ni witchcraft beliefs, wanahitaji kutumia kwenye witchcraft, inaweza kuwa ni kufanyisha kazi kwa Marekani, kwa state kama Colorado, huko North Carolina, maeneo ambayo kuna wakati fulani waliathirika sana kwa sababu ya hiyo labor trafficking. Wanahitaji, unajua sasa hivi tuko kwenye uchumi tuko kwenye capitalist economy, ambayo hawa wazalishaji wanahitaji nguvu kazi ambayo ni bei che. Wanahitaji cheap labor ili waweze kumaximize profit, faida. Wanapataje cheap labor? Wanapata cheap labor kwa kuchipin kwenye mataifa ambayo ni fragile, kutumia mbinu hizo nilizostaja. Afrika huko na Asia nyingine, Afrika na Asia sasa wanatumia udhaifu, wanatumia umasikini pia. Yes, wanatumia umaskini, yani zile vulnerabilities. Ndio hiyo umaskini, corruption kwenye hayo mataifa, porous borders ambapo ni rahisi kuwachukua watu na kuwavusha mipaka bila kuwa recognize, corruption kwa maana kwamba wanaweza kaingia wakamanipulate mifumo ya kisheria, wakatoa rushwa, vijana wakapata pasipoti na visa, wakawavusha kirahisi, wakaenda kuwa exploit. Kwa hiyo hizo ni typical cases za trafficking. Unapoona kuna sehemu kuna abduction, kuna kidnapping, ukiona mtu anatekwa nyara kama iko nje ya political motivations, basi jua moja kwa moja hiyo kuna criminal motivations nyingine kama trafficking. Wanahitaji kumtumia yule mtu kwa namna moja ama nyingine, kama sio kwenda kufanya kazi, ni kwenda kumchukua viungo vya mwili na kadhalika. Okay, kwenye era tuliokuwa nayo ya teknolojia, vitu vinakuwa afadhali au hali inazidi kuwa mbaya? Kwa sasa hivi hali inakuwa mbaya kwa sababu kama ulivyosema, sayansi na teknolojia. Kwa sababu ina maana wavunaji wanapata njia nyepesi za kuvuna watu. Yes. Okay. Wavunaji wameweza kupata njia nyepesi. Lakini uko sahihi kweli advocate, kwa sababu kama zamani ilikuwa ili nipate taarifa ya kazi nje ya nchi inabidi nipate kupitia kwa watu. Sasa hivi simu yangu ya mkononi inanipa taarifa. Ili upate kwa watu au labda uangalie kwenye TV au radio. Yes. Lakini sasa hivi simu yako ya mkononi ni TV yako. Yes.
kila kitu kiko kwenye mitandao, kila kitu vya uongo na vya ukweli vyote viko kwenye mitandao. Na uzuri wa zamani kama ilikuwa ni kuisikia kwa watu, hata kufanya hicho kitu unachokiita due diligence inakuwa ni rahisi kwa sababu mnaulizana. Yes. Leo unaliona tangazo peke yako, unafanya maamuzi peke yako. Na zamani hiyo na inakuwa inafahamika aliyetangaza ni nani. Kwa ni rahisi kumfuata. Tangazo ambalo huwezi kujua hata limerushwa. Unakuta kuna sham company au website fake imetengenezwa. Inatangaza kazi. Sio lazima aseme aliyetangaza, majina fake. Kwani ukiingia kwenye email zako kwenye spams unakutanaga na email mengi, umeshinda bilioni 200 dola za Marekani. Nini, bonyeza hii linki, unashinda kabla hujacheza. Kabla hujacheza unashinda. Kwa hiyo haya mambo yanatokea hivyo. Technology, tunasema technology is a double-edged sword. Inakata huku na huko. Inaweza kukunufaisha na inaweza kukuangamiza. Kwa hiyo inategemea umeitumiaje. Lazima tutumie hii technology kwa manufaa na tujue ni namna gani vitu ambavyo vinaingizwa kwenye teknolojia ambavyo ni manipulative, tunavitambua vipi, tunaviverify vipi na tunachukua hatua gani kama taifa. Kama taifa. Okay. Kwa hiyo pia kama taifa kuna haja pia ya kuongeza ubunifu wa namna kukabiliana na uhalifu wa namna hii unaotekelezwa kupitia mitandao, especially kwenye eneo la usafirishaji haramu wa binadamu. Haya, tunafanyaje ili wakweli wasikose passport? Sindio? Lakini pia tusitoe passport kwa watu ambao wanakwenda kuingia kwenye matatizo. Mimi nafikiri ni kuongeza, yani wanaopaswa kupata passport wapate passport. Sindio? Yes. Na hivi uhamiaji ana jukumu la kupekua hii passport, unakwenda wapi? Unakwenda kufanya nini? Kabla hujaomba pasipoti, moja ya ile questionnaire unaojaza wahamiaji, si wanakuuliza unataka kwenda wapi? Lakini swala la kuna swala la kuishia unakwenda nchi fulani na tiketi nayo. Anaweza kwenda mbali zaidi na kutaka kujua unakwenda kufanya nini. Uhamiaji wana mamlaka hayo. Wana hiyo mamlaka. Kama wamekutilia mashaka, wahamiaji wakikutilia mashaka, wanaweza kukuuliza chochote na wanaweza kukunyima pasipoti mpaka mashaka yao yatakapoondoka. Hiyo power wanayo kwa sheria hiyo ya uhamiaji. Kwa hiyo ni swala la kuongeza ufanisi, kujua kwamba kuna his dynamics mpya. Kwamba watu especially kuna vitu vya kuangalia, kuna red flags. Yani kuna viashiria fulani ambavyo ukiviona lazima vikupe wasiwasi, ujue kwamba hapa kuna kitu hakiko sawa. Kwa tafiti zilizopo mbalimbali kwenye mataifa mengine ya Afrika, tunaona kwamba moja ya changamoto kubwa ambayo ina fuel ile tatizo kuendelea kutokea ni rushwa. Yani hii mifumo, kuna baadhi ya ripoti zinaenda mbali zaidi, zinasema wasafirishaji haramu wa binadamu wanaweza kupata katika mataifa mbalimbali, wanaweza kupata pasipoti ndani ya masaa kadhaa. Yani 4 hours they have a passport. Unakuwa umetengeneza syndicate mpaka ndani kule. Tengeneza syndicate, yani mpaka ndani, mpaka yule anayetoa pasipoti. Lakini wewe, hata maafisa wa serikali wengine wanaenda mbali zaidi, wanasema baadhi ya maafisa wa serikali yeye pasipoti yake akibahatika sana ni 72 au 48 hours. Lakini hao wasafirishaji wanaweza kupata pasipoti ndani ya 4 hours. Unaona? Kwa hiyo hao watu wamemanipulate mifumo. Kwanza nitakiwa tujue kwamba watu wanaofanya biashara kama hii ambao ni kubwa na ina faida kiasi hicho, ni watu ambao wanakuwa na network kubwa sana. Sasa kwa mfano, wamejipanga muda mrefu sana. Chukulia mfano wa Epstein. Chukulia tu mfano mdogo tu. Mtu kama Epstein hakuna aliyekuwa anamfahamu kabla ya hii saga lake kuingia kwenye public. Nafikiri kwa commoners kama sisi hakuna aliyekuwa anamfahamu. Hakuna. Sasa kwa network alionayo na influence yake ulioiona japo kwa uchache tu, kwamba hajaweza kuingia kwenye tovuti ya Department of Justice ya Marekani, utapata hivyo visa vyote na kila kitu kilichokuwa kinafanyika. Wewe kwa mfano nikikuuliza mtu kama Epstein akitaka kupata passport anaipata ndani ya muda gani? Kwa ile cycle ya watu waliomzunguka. Sari moja ni nyingi sana. Wakiwemo maraisi
wa nchi, maanake ni the most powerful people, yeye wako kwenye mzunguko wake. Yes, kwa hiyo hawa watu wanafanya uhalifu. Rafiki yangu